Jambo jingine nafikiri tumefika la 6, si ndio? Katika 10 niliyoahidi nitayazungumza. Jambo la 6. Unajua, ukisoma historia za nchi zote duniani ambazo zimepata mafanikio makubwa, moja ya siri ya mafanikio katika mageuzi sio kuwaza vitu vidogo vidogo. Yaani wanasema ukisoma historia ya Singapore, ukisoma historia ya Malaysia, nchi ambazo takriban miaka 50-60 iliyopita tulikuwa nao karibu sawa katika maendeleo, wote ukisoma historia zao kuna kitu kinafanana. Lazima viongozi wa kimageuzi wafanye mambo fulani makubwa kiasi kwamba kila mtu anasema hili haliwezekani. Sasa katika miaka hii mitatu pia Mheshimiwa Rais na serikali imesimama kwenye baadhi ya mambo makubwa ambayo watu wengi wangedhani kwamba Tanzania haiwezi kufanya, mpaka usubiri wawekezaji, labda usubiri mikopo, usubiri misaada mingine. Lakini katika kipindi hiki tumeitekeleza miradi mikubwa na ninyi mnafahamu. Kwa mfano, tumenunua ndege hizo, jumla tutakuwa na ndege mpya 7 katika nchi hii, mpya 7. Sasa kuna mhandisi mmoja akajaribu kudodosa, sio mpya, sio za wapi. Sasa yeye kama kuna sehemu ananunua ndege za zamani, hizo za kwake, si ndio? Sisi tumenunua ndege mpya 7 na kutoka viwandani, na wataalamu wetu wamethibitisha, na wote wengine mshaanza kuzionja. Tumeshaleta ndege 4 mpaka sasa, lakini niwape tu taarifa, siku chache zijazo, huu ni mwezi Novemba, wakati wowote mwezi Desemba tunashusha ndege nyingine 2 aina ya Airbus 220-300, na nimeonyesha hapo baadhi ya muonekano wa hizo ndege. Hizi zitakuwa ni ndege 2 zinabeba abiria zaidi ya 130 katika mwendelezo wa mageuzi katika sekta hii ya anga, sekta ambayo watu wengi walikuwa wanalalamika nchi gani haina hata kandege. Leo tumeleta mandege, sio tena kandege. Kwa hiyo tunaleta Airbus 2 mwezi ujao, lakini hatujamaliza. Mwaka mmoja ujao kutoka sasa, yaani Oktoba 2019, tunashusha tena ndege nyingine ya ndoto zetu, Boeing Dreamliner ya 2, katika hiyo kufanya mambo makubwa ambayo viongozi wote wa nchi zote duniani zilizotoka kuwa maskini na kwenda kuwa nchi za ulimwengu wa kwanza na nchi zenye uchumi mkubwa waliyafanya. Kwa hiyo katika ndege na sisi tumefanya hayo makubwa na tunaendelea kutekeleza mengine. Reli ya mwisho kujengwa nchi hii ni miaka 100 iliyopita na wakoloni wa Kijerumani. Leo miaka 3 baadaye, Tanzania tumeanzisha mradi mkubwa wa kihistoria na wa kimageuzi na kwa fedha za ndani. Ni mradi ambao tumeuzungumza sana, umeandikwa sana kwenye makaratasi. Kwa hiyo sasa rasmi nafikiri mnafahamu kwamba tumeanza, na kimsingi tumeanza kutandika reli ya kisasa ya kiwango cha standard gauge. Ni reli ambayo tuna vipande viwili vya kwanza kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro, na kipande cha pili kimeshaanza kutoka Morogoro kwenda Makutupora Dodoma. Mpaka sasa tumefikia 33%, na bado ahadi yetu ni ile ile kufikia mwakani Desemba 2019, mwaka mmoja ujao, treni ya kwanza. Na hii reli niwakumbushe ni treni ya umeme. Kwa kufikia Desemba mwakani, mwaka mmoja kutoka leo, treni ya kwanza ya umeme itatoka Dar kwenda Morogoro. Wakati tunasubiri tena tumalize kipande cha Morogoro kwenda Dodoma mwaka unaofuata, na vipande vingine vitakavyoendelea kadri tutakavyowapa taarifa. Kwa hiyo kazi inaendelea, na hivi tunavyozungumza watu wako site. Ni mradi ambao ungeusoma kwenye historia ungesema tusubiri miaka 100, lakini ndani ya miaka 3 tumeahidi na tumetekeleza. Sijamaliza. Tunakwenda Ulaya huko, tunashangaa magorofa, tunashangaa maflyover.
Kwa mara ya kwanza Tanzania katika historia ya nchi hii tena tumekamilisha flyover ya kwanza katika nchi hii. Sasa kama kawaida, kuna mabingwa, kuna flyover, kuna interchange, kuna exchange, kuna daraja cha msingi ngoma iko pale Tazara. Sasa wewe uite flyover, ukatae sio flyover, unapita. Ni daraja la juu ambalo limeleta mageuzi makubwa katika usafiri katika jiji letu la Dar es Salaam, lakini hatujamaliza. Tunapozungumza hapa, kazi kubwa inaendelea eneo la Ubungo, na kazi kubwa itafuata mara tu baada ya hiyo maeneo mengine kama Uhasibu, Chang'ombe na maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam. Ninachosema, hii ni miradi ambayo kwa watu wenye fikra fupi katika miaka hii mitatu tusingeweza kuwa tumefanya. Kwa ni jambo ambalo tuipongeze na tuwahamasishe wale wanaotekeleza badala ya kuwabananga na kuwakatisha tamaa. Nisizungumze miradi mingi sana, lakini kuna mradi wa Stiglas Gorge na ufahamu, ni mradi wa umeme mkubwa kuliko umeme wote tukiunganisha kwa sasa unaozalishwa nchini. Nao tumeanza maandalizi ya kutekeleza. Mkataba wake utasainiwa wakati wowote mwaka huu, lakini kwa sasa kazi kubwa inayofanyika ni maandalizi, kutengeneza barabara, kuweka maji kwenye kambi ambazo wafanyakazi watazitumia. Sasa kuna wataalamu wengine wanasema kwa nini tunaenda kwenye miradi ya maji. Nafikiri Mheshimiwa Rais tumefafanua sana, amefafanua hata juzi. Kwa kweli ukienda kwenye shule yoyote duniani ya masuala ya umeme, kanuni ya kwanza watakwambia umeme rahisi kuliko wote kujenga, kutengeneza na maintenance ni umeme wa maji. Kwa sisi tumekwenda kwenye mradi huu si kwa sababu ni wa kihistoria, Mwalimu aliutaja, aliutaka, na si kwa sababu kuna umeme mwingi, lakini vile vile ni mradi ambao tunaamini utapunguza sana gharama za umeme. Kuna masuala ya meli, tumetengeneza meli nyingi tu, kukarabati na mpya kwenye Ziwa Nyasa, Ziwa Victoria, na tunaendelea kuwekeza kwenye eneo hilo. Sasa twende kwenye eneo la mjadala mmoja ambao wasomi kote duniani wamekuwa wakijadiliana. Je, maendeleo ya watu ni vitu? Kwenye kipindi hiki cha awamu ya tatu wala hatukuingia kwenye huo mjadala kwenye kipindi cha miaka hii mitatu awamu ya tano, wala hatujataka huo mjadala kwamba maendeleo ya watu ni vitu au watu. Sisi tumepiga vyote. Kwa hiyo kama mnavyoona, tumefanya maendelezo ya miradi ambayo ni miundombinu mbalimbali, lakini pia hatukuacha maisha ya watu. Na ndio kuna hoja huwa inaibuka mara kadhaa kwamba je, serikali inaposema imeongeza uchumi unakuwa kwa kasi, fedha zinaongezeka, mbona watu hawana hela mifukoni? Sasa huwa hamna nchi yote duniani ambayo unaletewa tu hela mfukoni. Serikali inafanya namna nyingi za kusaidia miradi ya jamii ili wananchi wapate afya, wapunguziwe gharama. Sasa katika kipindi hiki pia tumetekeleza miradi mingi sana kwa kweli ya kuwasaidia wananchi. Kwa ule mjadala wa kina Mwalimu Nyerere, wasomi kama wakina Walter Rodney kwamba tuchague kipi, sisi tumetekeleza vyote. Tumewekeza kwenye maisha ya watu kwa maana ya kuwekeza kwenye vitu, lakini vile vile tumewekeza kwenye maisha ya watu kwa maana ya kuangalia maendeleo yao. Sasa kwa mfano nitawapa maeneo machache. Kwenye umeme nimeshazungumza Stiglas, lakini mnafahamu kwamba tuna miradi mikubwa miwili kwa sasa pale Kinyerezi hapa Dar es Salaam, na mradi wa Kinyerezi tu ninayo furaha kueleza rasmi hivi tunavyozungumza megawati zote 240 zimekamilika. Wataalamu wetu wanafanya tu maandalizi ya mwisho kukabidhi mradi huo. Kwa hiyo kwa mwaka huu mradi unaoitwa Kinyerezi 2 wa kuzalisha umeme wa gesi itakuwa ni historia, tumeiweka pembeni. Lakini tunakamilisha pia mradi wa Kinyerezi 1 extension ambao ni wa upanuzi, utaingiza megawati nyingine 185. Kwa hiyo kwa ujumla kama tunavyoonyesha hapo, huu mradi nao mwakani wa Kinyerezi 1 extension tutakuwa tumeukamilisha. Hili ni eneo tu naonyesha kwamba kazi hii ya kuzalisha umeme inasaidia mageuzi makubwa. Hiyo ni eneo la Madaba, Ruvuma kule,
Ni eneo ambalo tangu uhuru walikuwa wanatumia umeme wa mafuta, lakini mwaka huu kwa mara ya kwanza wamewasha kupata umeme wa gridi ya taifa. Kuna sekta ya afya. Kwenye sekta ya afya kuna mambo mengi sana yametokea katika miaka mitatu. Kama moja ya eneo la kuwekeza kwenye maisha ya watu. Sasa tumezungumza sana kuhusu wastani wa upatikanaji wa dawa nchini. Tunafahamu kwamba dawa kwa sasa tumejitahidi sana kupandisha upatikanaji wa dawa muhimu kutoka asilimia karibu 36 mpaka sasa wastani wa asilimia 90 mpaka 93. Ukienda kwenye hospitali kwa sasa dawa zinapatikana, utakapokosa tuambie, kwa sababu hatusemi kwamba haya mambo yamefikia mwisho, lakini tumepandisha upatikanaji mkubwa wa dawa. Lakini serikali pia imewekeza kwenye tiba za kibingwa. Nafahamu Muhimbili, Moi, hospitali nyingi, Bugando, KCMC, miaka mitatu nyuma kwa mfano vipimo kama MRI ulikuwa mtu mpaka uende kwenye hospitali za binafsi ndio ukapate huduma. Kwa sasa tumeweka mitambo ya kisasa, na mimi nasema siku zote mheshimiwa anaahidi kwamba Tanzania kuna siku itakuwa donor country. Sasa wengi wakisikia donor country wanajua ni kutoa fedha kwa watu wengine. Donor pia ina muktadha, hata ukisaidia nchi nyingine kupata huduma na wewe umeanza kuwa donor country kwa muktadha wangu. Sasa katika miaka hii mitatu Tanzania tumeanza kupokea mpaka wagonjwa kutoka nje ya nchi. Kuna nchi kadhaa za jirani, Komoro, Kenya, Uganda wanaleta wagonjwa wao, Zambia, Malawi kuja nchini kuweza kupata tiba za kibingwa kutokana na uwekezaji ambao katika miaka hii mitatu serikali yetu imewekeza. Sasa mnafahamu tunatoa tiba ya moyo Tanzania. Sasa ilikuwa mpaka uende nchi fulani nje, lakini kwa sasa Tanzania tunapandikiza ini katika hospitali yetu ya Muhimbili na Dodoma kule Benjamin Mkapa. Lakini mnafahamu pia kwamba Tanzania kwa sasa tumeanza operation nyingine ya kibingwa ya kupandikiza vifaa vya kusaidia watu ambao hawasikii vizuri, cochlear implants tunafanya Tanzania, na hiyo imesaidia sasa nchi yetu kupunguza hata idadi ya wagonjwa wanaokwenda nje ya nchi yetu. Kwa hiyo kazi kubwa kwenye sekta ya afya pia imefanyika kwenye kipindi hiki. Kuna vifaa hapo tunavionyesha ambavyo vimepatikana katika kipindi hiki na vimewekwa. Hiyo ni hospitali tu, ni kituo cha afya. Kwa sasa tumewekeza vituo zaidi ya 210 vimejengwa na vimewekewa, sio kujenga majengo, na kuwekea vifaa vya kisasa walau kwa kiwango cha chini kule kuanze kufanyika operation ndogo. Lakini hii ni hospitali, ni kituo cha afya cha Nzera kuonyesha tu namna ya kiwango cha uwekezaji wa vifaa. Lakini tumewekeza pia kwenye MRI, CT scan na vifaa vingine vya kubingwa. Sekta ya nyingine muhimu ya watu ni maji. Tumeonyesha hapo takwimu. Kuna miradi 1571 inaelekea kukamilika, mingine imekamilika, inatekelezwa nchi nzima, na kwa ujumla tumepandisha sana upatikanaji wa maji vijijini na upatikanaji wa maji mijini. Sasa hivi tunaelekea asilimia 81 vijijini, na mnafahamu kwamba miradi hii ni muhimu kwa wananchi. Kwa hiyo hata serikali pale ambapo imeona kuna changamoto imebidi zifanyie kazi. Kwa hiyo moja ya uamuzi wa kimageuzi kwenye miaka hii mitatu kuhakikisha kwamba Watanzania wengi hatu compromise kwenye swala la maji ni kuhakikisha kwamba wale wasimamizi wa sekta ya maji wanawajibika ipasavyo. Kwa hiyo mtaona hivi karibuni tulifanya mageuzi, mawahandisi wote kwa sasa wa maji wanawajibika wizarani, badala ya kule kwenye halmashauri ambako kuna mengi yalikuwa yanajitokeza, na tumejifunza sasa kwa niaba ya Watanzania tukadhani wakienda moja kwa moja kwa katibu mkuu ana uwezo wa kufanya uamuzi leo kuliko kusubiria baraza la madiwani wakae hawajakaa kumwajibisha mtu. Kwa hiyo mageuzi kama hayo pia tunaamini yatasaidia kuleta ufanisi. Elimu, kuna mambo mengi lakini nizungumze mawili tu. Moja, tumetekeleza ahadi yetu katika miaka hii mitatu ya kutoa elimu bure, na mnafahamu kwamba bilioni 23.85 zinatolewa kila mwezi
lakini katika elimu ya juu pia tumehakikisha mikopo imeongezeka. Na sasa kitu kikubwa ambacho tumeachieve ni kwamba usikii tena migomo kwenye vyuo vikuu. Maana yake ni nini? Ni kwamba tumehakikisha fedha za Watanzania zilizotengwa kuwasomesha vijana wetu tuzalishe wasomi zinakwenda kunakotakiwa haraka na kwa wakati. Kwa mfano muhula huu tunavyozungumza, wanafunzi nafikiri wamefungua vyuo wiki hii, si ndio? Hela zilishakwenda tangu mwezi Septemba. Kwa hiyo kwa sasa wanafunzi hawafuati hela chuoni, hela wanazikuta zikiwa tayari ziko vyuoni ili waweze kusoma kwa kweli bila kelele. Kwa hiyo utaona kumetulia. Sisi wengine tulikuwa vyuoni huko miaka yetu ya nyuma, mpaka mpige kunji kidogo ndio hela zije. Sasa katika miaka hii mitatu pia tumefanya hayo mageuzi. Mengine mtayasoma. Tumeboresha ukaguzi, tumepeleka magari ya kuhakikisha ubora. Wengi wanajadili ubora wa elimu. Je, elimu ni majengo na walimu au kuna ubora pia? Kwa hiyo mjadala kama huo ni muhimu ukaendelea, lakini katika miaka hii mitatu tumewekeza, tumeajiri walimu wa science, tumeajiri walimu wa sanaa, lakini tumepeleka vifaa vya maabara. Tumetumia zaidi ya bilioni 16 kununua vifaa vya maabara, lakini vile vile tumeajiri walimu wa science na wale wa sanaa. Jambo la 8, katika hii miaka mitatu kuna maamuzi fulani serikali ilifanya ni magumu, inaleta kelele, lakini ninayo furaha leo machache kuwapa nini kinaendelea. Kwa mfano, tulifanya uamuzi mgumu sana kuhusu sekta ya madini. Tukafanya mabadiliko ya sheria, lakini tukafanya maamuzi ya kiutendaji. Kwa mfano, kuna carbon zilikuwa zinasafirishwa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwenda kuchenjuliwa zile za dhahabu. Sasa mtu anaweza akasema mageuzi yanaendelea, hatujafika mwisho, lakini miaka 2 mitatu baadaye ninayo furaha kuwaeleza jambo kubwa moja. Kwanza, kutokana na mageuzi haya, mapato katika sekta ya madini kwa ujumla wake, ili kuonyesha kwamba tulikuwa tunapoteza fedha nyingi. Tulikuwa na lengo la kukusanya takriban bilioni 194 kwa mwaka. Kwa mwaka uliopita tumekusanya bilioni 301. Kutoka lengo, sio kwamba tulikuwa tunakusanya bilioni 194, hiyo yenyewe hatujawahi kuifikia. Lakini kwa mwaka huu mmoja uliopita, katika hii mitatu, tumekusanya mapato katika sekta ya madini yanayofikia bilioni 301, na ukiwauliza wataalamu wetu kwenye sekta hii wanaamini kwamba tuna uwezo wa kufikisha hata mara 2 na zaidi ya sekta hii. Sasa hii ni kuonyesha kwamba wakati fulani serikali inapofanya mageuzi, watu kwanza watulie, kwa sababu tumefanyia kazi mageuzi tunayoyafanya, lakini vile vile tunaongozwa na wataalamu pia wa hizo sekta. Kwa hiyo katika sekta ya madini, kwa kifupi, mageuzi yameanza kulipa. Na labda kwa sababu nazungumzia madini, pia nitaje eneo moja linaitwa Mirerani. Ulijengwa ukuta pia, wataalamu wanaojifanya wataalamu sana wa sekta wakajenga hoja, lakini simple tu, formula ndogo tu ya kujenga ukuta pale Mirerani. Kwa sasa wakati ule tunajenga ule ukuta, serikali ilikuwa inapata mapato ya milioni 71-74 kwa mwezi. Hela ndogo sana. Maana yake ni kwamba mapato mengi sana yalikuwa yanapotea. Na hao ni wachimbaji wadogo tu lile eneo la mapato mengi sana ya serikali yalikuwa yanapotea. Leo tunapozungumza, mapato ya eneo la Mirerani kwa mwaka yamefikia bilioni 1.2. Na nitawaongezea takwimu nyingine. Kwa mwaka huu ulioanza huu wa fedha 2018-19 umeanza Julai, tumewekea target au lengo pale Mirerani wakusanye bilioni 1.5. Yaani kwa mwaka mzima wafikie bilioni 1.5. Lakini kutokana na kile kizio kilichowekwa pale, ukaguzi na kuhakikisha madini yetu hayapotei, mpaka sasa tunavyozungumza zaidi ya milioni 788 zimekusanywa. Sasa 788 ni 52%
ya mapato ambayo tumewapa target ya mwaka mzima. Kwa hiyo huenda kufikia Januari tu mwakani ule ukuta wa Mererani ukaleta matokeo chanya zaidi ya kufikia lengo la mwaka katika kipindi tu cha nusu mwaka. Maana yake ni nini? Tulikuwa tunapoteza mapato mengi. Kwa hiyo ni mfano tu wa eneo moja ambalo serikali ilikuwa inapoteza fedha nyingi. Nimeonyesha hapo mfano wa vituo vya afya kabla ya kutumia hizi FD na mifumo ya kielektroniki ambayo pia watu wengi tulipoiasisi walipiga kelele, lakini unaangalia hapa mapato ya kituo labda kwa mwezi ilikuwa milioni 3 mpaka 6 kwa mwezi, lakini baada ya kuingiza mifumo baada ya kuanzisha mifumo ya ulipaji wa kisasa na kielektroniki unakuta kituo kile kile kinafika mapato mpaka milioni 26 mpaka 36. Kwa maana yake ni kwamba kuna mambo, ninachosisitiza hapa, kuna mambo katika hii miaka mitatu kwa kweli tumejaribu na tumejifunza kwamba kuna mambo yakiendeshwa vile vile watu wanavyotaka kwa mazoea yale yale, kutaka jambo libakie kwa mfumo ule ule, nchi yetu haiwezi kupiga hatua. Kwa hiyo ni waahidi tu kwamba kwa kujifunza kwa haya machache kuna mengi sana tutafanya ya kimageuzi kuhakikisha kwamba serikali inapata mapato yake. 9, amani. Mtu anaweza kudharau, tumejenga uchumi, tumejenga hizo Stigler's Gorge, tunaendelea kujenga hiyo standard gauge, tumeshaanza. Kama miradi yote na mifumo yote hii hakuna amani, si ndio? Siamini kwamba hata sisi tungekutana hapa, na sitaki kuamini kwamba hata hiyo reli tungeanza kutandika. Sasa amani ni kitu muhimu. Katika miaka hii mitatu serikali imejitahidi kudumisha hali ya amani. Tunaweza kukiri ziko changamoto wakati fulani Kibiti huko zijitokeza, lakini siku zote changamoto ndogo ndogo hazijawahi kuifanya Tanzania mtu ashindwe kutoka mkoa mmoja kwenda eneo jingine, mtu ashindwe kwenda kazini. Lakini la mwisho, na si la mwisho kwa umuhimu, katika miaka mitatu hii serikali yetu ya awamu ya 5 imejenga ari na imerudisha falsafa ya kuenzi misingi ya kuanzishwa kwa taifa hili. Taifa hili halikuanzishwa tu kwa sababu tulitaka tuwe Tanzania. Babu zetu na bibi zetu hawakupigana na Wajerumani, hawakupigana na wakoloni wengine kwa sababu tu walitaka waje kuitwa Tanzania. Hapana, tulihitaji kuwa na nchi huru, watu waweze kufanya kazi zao, tulihitaji kuwa na amani, lakini vile vile tulihitaji kujitegemea na kuwa na maendeleo. Mambo haya ambayo ndo sababu za kupigania uhuru kwa kule enzi za Ujerumani, walipokuja Waingereza tukajenga hoja chini ya Mwalimu Nyerere kupata uhuru kwa amani, ndizo ambazo kwa miaka hii mitatu pia serikali yetu imehakikisha inazienzi. Kwa hiyo leo tunapozungumzia miradi hiyo ambayo mingi tumeanzisha kwa fedha za ndani, tunarudisha azma ya kupata uhuru, kwamba tutajitegemea, tutahitaji tu msaada panapohitajika, ukishindikana tunaendelea kama nchi. Kwa hiyo ni kama nilivyosema, yako mengi, kila taasisi ya umma, ukitaja TANESCO, ukitaja sui benki TIB corporate, ukitaja mashirika yetu sui shirika la nyumba, kila sehemu kuna kazi inafanyika. Kwenye viwanda tuna taasisi zetu za utafiti, COSTECH, TILDO, wote wanafanya kazi kubwa sana kwa manufaa ya kuijenga Tanzania. Sasa kila taasisi nitazileta zitazungumza, lakini lidhani hayo 10 yanatosha kwa Watanzania kidogo kuona katika miaka mitatu nini kimeendelea. Asanteni sana. Kwa hiyo kama nimeeleweka nitashukuru, lakini kama kuna jambo moja, mawili, matatu yanahitaji ufafanuzi, niko tayari. Lakini pia kabla ya kuchukua maswali, tumechapisha jarida hili la miaka mitatu ya Mheshimiwa Rais. Sehemu kubwa na takwimu nyingi nilizozisema zimo humu. Jarida hili litagaiwa bure, na nyinyi waandishi leo mtaondoka nalo hapa. Nafikiri zipo kopi za kutosha kila mmoja kupata nakala. Sasa usikie kwa sababu kuna mwalili wangu yeye aje siku nyingine.